Kwa majina anaitwa Elias Abeli Mwasere, ndio mwenyekiti wa kijiji cha Mwaya. Tukio limetokea jana saa 11. Marehemu alikuwa anaenda kuangalia migono yake kwenye mto Mbaka. Sasa marehemu naona maji yalimzidi uwezo, ndipo aliyekuwa naye akaanza kupiga mbiu kwa bwana mtu aonekaniki. Ndipo chanzo kikachukulia kwanza kumpigia kiongozi ambaye ni mimi. Kwa mwenyekiti, kuna mtu tumepotelewa. Ndipo hapo na mimi nikaanza kupiga mbiu kwa wananchi, kwa mwenyekiti wa kitongoji kumwelekeza na pia kutoa taarifa kwenye jeshi la uokoaji la wilaya. Ndipo tukasema asubuhi tutakutana kwenye tukio lenyewe. Ndugu mwandishi wa habari, wananchi wamejitokeza saa 2 asubuhi kwa ajili ya kutafuta mwili wa marehemu kwenye maji, huko wakiogelea, tukiwa sambamba nao pamoja na jeshi la uokoaji la wilaya tukiwa sambamba nalo, lakini bado Mungu hajatusaidia kumpata marehemu. Kwa tumeamua wananchi waende wakapumzike tena, ili masaa yale marehemu aliyotumbukia turudi tena tuangalie tena tuanze. Jina anaitwa Richard Anderson Mwanyiro, ni mkazi wa kitongoji cha Igembe, kijiji cha Iropa. Tulikuwa mtoni kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu, baba yetu Hakimu, ambaye amezama kwenye maji siku ya jana majira saa 11 jioni. Alikuwa ameenda kwa ajili ya kujitafutia riziki, kwa bahati mbaya akawa amezama na maji. Kwa jana tuliweza kumtafuta pasipo mafanikio. Leo tena tukajitupa majira saa 12 jioni mtoni, tumemtafuta bila mafanikio. Hii ni mara ya pili, bado tumeshindwa kumpata, lakini jitihada tuendelea kutafuta. Kama ulivyokuwa unaona, hata watu wote wamekusanyika hapa kwa ajili ya jitihada hizo. Hata maaskari walikuja waokoaji wa zimamoto, lakini bado tuendelea kumtafuta, bado tujampata. Kwa tunaomba Mungu aendelee kutusaidia ili tufanikiwe tuweze kumpata ndugu yetu. Jina langu naitwa Diga Saadi Mwampungu. Kweli marehemu jana nilikuwa naye. Tulienda, kuna migono miwili ilikuwa ng'ambo ya huko. Mmoja nikazama mimi, mwingine alizama yeye. Tulivyotoa zile samaki ndio tukachukua mtumbi tukavuka kwenda kule. Tulivyovuka kwenda ng'ambo. Kwenda ng'ambo. Yeye ndio alizama chini kwenda kuchukua mgono. Sasa alivyozama akaibuka. Akasema, Diga, Mungu ametusaidia bwana, samaki leo ipo. Sawa. Basi akazama kwenda kuchukua ule mgono. Kwa katika kuzama hapo ndio kama kwa moja. Kwa mara kwanza alivyozama akaziona samaki akaibuka nazo au akaziacha? Mgono aliuacha. Okay. Sasa kwa nini alizama afu akapanda tena afu bila kuja na samaki? Kwa sababu yani kawaida yetu tukizama tunaenda yani kuangalia kwanza samaki kwenye mgono kama hapo zinapiga kelele. Kwa hivyo zama yeye alivyoangalia samaki zimo ndio akaibuka. Ndio alivyoibuka ndio akazama kwenda kuchukua ule mgono. Baada hapo ikawaje? Baada ya hapo ndio ikawa moja kwa moja. Sasa wewe ukachukua hatua gani? Hapo mimi baada ya hapo nikachukua tu, kwa sababu tulikuwa na mambungu, ila mambungu yeye alikuwa mbele kidogo, mimi nilikuwa kwa hiyo nikawa naongea na mambungu pale. Bila kuongea na mambungu nikashangaa, mbona kimya kinazidi hapa vipi? Ndio nikamwita mambungu. Sasa nashangaa huyo jamaa ibuki, sijajua si nini hapo. Kweli yeye ndio akaja mambungu pale, tukaangalia, nikatoa nguo nikaangalia tuone pale chini. Katika kuzama mgono sijaukuta wala mtu sikuukuta, ndio ikawa moja kwa moja. Kuna wengine wanakuja wapo hapo.